Hili tukio limekuwa ni la ngapi? La pili, la tatu. Moja, hapa ilisadikika kwamba tuna tukio la mtu mmoja. Leo tumefukua watu wangapi? Mafuku ya watu wangapi? Wawili. Sasa ndugu zanguni, hii leo ilikuwa ni kwamba aliyekuwa akihusika kuishi kwenye nyumba hii, ili tujue uhakika kwamba hii ni fuvu la nani na hili ni fuvu la nani, ilikuwa aletwe mwenyewe, lakini serikali nayo inasema haiwezekani. Sasa je, kama kweli tunazika, je, tunazika kwa utaratibu upi? Aliyekuwa anahisiwa kwamba ni mwanae, hatimaye haikuonekana kwamba ni mwanae. Hasa hawa wanazikwa kwa nguvu ya nani? Kama ni serikali inazika, sisi tufanyeje? Tusihusike, si vinginevyo watuletee yule mtu aliyehusika kwenye mauaji kwa sababu anajulikana. Kwa sababu aliyekuwa anaishi kwenye nyumba hii anafahamika, na mwenye nyumba aliyekuwa amempangisha anafahamika, na alivyomtoa kumfukuza anafahamika. Na haya matukio yalitokea baada ya kuwa jamaa amefanyaje? Ameondoka. Kwa sisi tuhitaji tujue kwamba ndio mtata tuambie kwamba hizi fuvu ni za nani kuanzia 1, 2. Maombi yangu hatuziki. Serikali wahusike wenyewe wazike. Sisi hatuhusiki kuzika. Serikali ihusike kuzika. Sisi hatuhusiki. Mimi ni kiongozi, ni katibu mwenezi tawi la Kabalenzi. Haiwezekani kuwafumbia macho. Polisi ni serikali, wamekuja. Sasa kwa vile wamekuja, wasituachie mzigo wa kuzika watu ambao hatuwatambui. Kwa jina naitwa Jennifer Amos. Kutokana na hili lililotokea, tukio hili ambalo limetukuta sisi wana Kabalenzi, tulikuwa tunaomba hao wakuu ambao wamekuja kulishughulikia. Kuna mama mmoja ambaye alikuwa anaishi humo na mwanaume alifungwa, mwanamke akaachiwa. Sasa tunachokiomba sisi wana Kabalenzi, tulikuwa tunaomba wapeleleze yule mama alipo, wamchukue maelezo tuweze kujua hili litokeaje, kwa sababu ndiye anajua kila kitu. Asante. Kuna kikao cha mwisho ambapo kila kikao tulikaa na OCS pale ofisi ya kijiji. Nafikiri nilitoa maoni, akafuata marehemu Godi. Nikasema hivi, hawa Warundi kwa sura tunaona ni wenzetu, lakini sikusema Warundi, nilisema wahamiaji wowote tunawaona ni wenzetu na tunawaona ni kama ndugu. Sasa tulivyowaona kama ndugu, mimi nikasema hivi, kama una akili we mtumie, lakini kaa naye kwa akili. Watu wengi wakang'ang'ania, ndio tukaweka lile swala la tukafikia hitimu kwamba tuweke swala la ulinzi wa vitongojini. Matokeo yake lile neno tulilokuwa tumelijadiliana ndio hili limeanza kujitokeza kwamba hawa watu ambao ni wageni tunakaa nao, hata kama ni mwanamke wa Kirundi ukae naye kwa macho, tukae nao chonjo. Haya, ombi langu sasa kwa serikali, tumeshaona mapungufu tulio nayo ndani ya uongozi. Leo hii tunakuja kutambulishwa kwamba polisi kata anaishi Kabanga, si ndio? No. Tunashughulikiwa na polisi kata wa wapi? Wa Mgoma. Hivi kata yetu ya Kanazi tunapungukiwa nini? Kwa nini kisapo kituo cha polisi hapa Kanazi? Ombi langu ni kwa viongozi wote wa serikali walioko hapa, tunaomba tafadhali, tena tuanzie na mwenyekiti wa serikali ya kijiji na wajumbe, atupelekee maombi kule kunako husika. Kata ya Kanazi tunahitaji kituo cha polisi. Sijui hapo kama nimetoa maombi mabaya. Jambo la pili, sisi wananchi wenyewe, tafadhali hawa watu tuwakatae, japo wana faida kwetu, lakini tuangalie na madhara wanaotuletea. Utafaidika shilingi 10,000, lakini wao utawalipa laki. Familia zinateketea hivi kiuzembe. Haya mambo nyuma enzi za mababu na mababa zetu hayakuwepo.
Jamani, hebu tuangalie sasa mwafaka ili haya yasiendelee. Ni sisi wenyewe wananchi kuinuka na kusimama. Tena tusiangaliziane kwamba huyu ni mtoto wa mjomba wala ni mtoto wa shangazi. Yaba ari umwana wo kwawe ubona tahijoro mubwire kare gana nigwakugwa ko hariya njewe ntuzombaze. Asante sana. Ninaitwa Julius Wilson wa Kabalenzi Ngara. Ninasikitika sana kuona kwamba sisi tulikuwa tunahitaji msaada kwa hao viongozi ambao ndio polisi, lakini ijapokuwa tumekundulikana tukapata ile mili ya marehemu miwili, tumesema kwamba tunahitaji ushirikiano kwa wananchi ili kwamba polisi kwa wananchi iwe kitu kimoja, lakini ule uongozi tumeshindwa jinsi ya kufanya kwa sababu ya wale viongozi ambao wamejichukulia sheria yao wenyewe bila kuwa na ushirikiano kwa wananchi, wakaamua kupanda magari wakaondoka. Sisi wananchi tukashindwa jinsi ya kufanya, tukashindwa jinsi ya kupewa ushirikiano ndani ya kijiji cha Kabalenzi. Sasa hivi mwana Kabalenzi wa mahali hapa amebaki na kubungaa na kushangaa, imekuwa kuaje bwana wameondoka bila kupewa ushirikiano. Sisi wananchi wa Kabalenzi tulikuwa tuna shida, tulikuwa na matatizo mbalimbali, tukimhitaji huyo Kazungu aliyefanya tukio hilo ili kwamba aje adhibitishe hiyo mili ilitoka wapi inaenda wapi. Maana sisi tulipokuwa tunadhani tumekuta si mahali penyewe, tumea mwenyewe yuko Ngara, wamemtunza wao wenyewe magerezani. Sisi tunahitaji aje adhibitishe hiyo mili ilitoka wapi au inaelekea wapi, ndipo sisi wananchi tupate amani, tutulie kwa amani, ndipo na sisi wananchi tutoe ushirikiano hadi ndani ya wilaya ya Ngara au ndani ya vituo vya polisi, kuwa na umoja na upendo. Maana ya umoja ni nini? Sisi tumekosa ushirikiano kwa ajili ya viongozi ambao ni polisi ambao wamesema kwamba wanaondoka. Sasa hivi wameshaondoka, hapa hatuna kitu chochote kile. Kwa wananchi sasa tumeshabaki hivi hivi bila kuwa na kutegemea, bila kuwa na uongozi wote ule. Jamani, mimi sina mengi la kusema, yangu yalikuwa ni hayo, ila tunaomba serikali angalau tutekelezee, angalau tufanyie mambo mazuri ili kwamba tupate amani ndani ya kijiji hiki. Isipokuwa tusipopewa ushirikiano, ina maana amani ndani ya kijiji cha Kabalenzi hatutakuwa nao, maana sisi ndio tunapenda kuwa na umoja. Mimi kwa jina nimeshatamka kwamba ni Julius Wilson wa Kabalenzi. Sina lingine la ziada. Tukumbuke Mungu, tusimsahau Mungu, maana Mungu ndiye muweza wa yote, na haya yote yanafichuliwa kwa mipango ya Mungu, sio kwa mipango ya mwanadamu. Kwa majina naitwa Mastedia Matayo Kinyamazinge. Mimi ni kaimu mwenyekiti kijiji. Hivyo basi, katika tukio hili la leo lililotokea kufukua miili ya watu hawa wawili, ilitokea wananchi wakawa wanasema kwamba nyumba hii alikuwa anaishi Mlundi. Mlundi alivyoondoka, ila ana muda ameondoka, lakini alivyoondoka akakamatwa, akaenda sehemu nyingine akaishi huko. Alivyoishi huko akakamatwa na mtu amemuua na kumfukia. Basi baadaye akamfukua, ndo akajulikana mwili ni wa wapi, akapelekwa kwao kuzika. Basi kwa jana ndo kuna baba aliyekuwa amepotelewa na binti yake, akaenda kutoa taarifa kituo cha polisi Mugoma. Baadaye ndo process zote zikachukuliwa mpaka sasa tulipo. Basi baadaye hapo wakafukua miili hiyo, wakakuta ni miili miwili, ila miili hiyo ni wanaume tu, hakuna mwanamke. Binti huyo aliyokuwa amepotea alikuwa mtoto wa kike. Hivyo basi kwa leo tulivyopigiwa kengele, wananchi wote tumeshinda hapa tangu asubuhi mpaka saa hizi. Kwa hiyo tumekuta miili hiyo hatukuitambua, na tulikuwa tunadhania ni mtu wetu aliyepotea, hatujamkuta. Kwa hiyo basi wananchi wa kijiji cha Kabalenzi wamesema kwamba hawatazika kwa sababu mtu wao hajamkuta na miili hiyo hakuitambua, na wanataka kwamba aliyekuwa anaishi humu, baadaye miili kapatikana akiwa anaishi humu, ndio wanasema kwamba aletwe ili ndo atambue miili hiyo, kwa sababu ndo alikuwa anaishi ndani ya nyumba hii. Maji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na sasa tupo katika kijiji cha Kabalenzi, kata Kanazira, Ngara, mkoani Kagera, ambapo wananchi inasadikika kuwa wamewakamata wamekuvu mawili ya binadamu katika nyumba ambayo alikuwa anaishi mhamiaji haramu
ambapo wananchi hawa wamegoma kuzika, akidai kwamba hadi wamete huyo mtuhumiwa ambaye aliweza kufanya hicho kitendo aweze kuelezea hayo mafuvu ni ya wakina nani. Kutoka kijiji hiki, mimi ni Aibu Amos, lakini nyuma ya kamera ulikuwa na Ganji Mashaka. Asante.